Wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget. Naona anakuja makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya budget, Mheshimiwa Twaha Mpembeno. Taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2024/25 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/26. Utangulizi. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu ya kanuni ya 118 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Februari mwaka 2023, naomba kuwasilisha taarifa ya maoni ya kamati kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Fedha pamoja na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2024/25 na makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 9A cha nyongeza ya 8 cha kanuni za kudumu za bunge kinaipa kamati ya bunge ya bajeti jukumu la kusimamia Wizara ya Fedha pamoja na taasisi zilizopo chini yake. Aidha, kifungu cha 9 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya bajeti sura namba 439 kinaipa kamati jukumu la kupitia na kuidhinisha makadirio ya mapato ya matumizi ya Ofisi ya Taifa ya Mkaguzi. Hivyo, kamati ilichambua na kujadili utekelezaji wa bajeti ya mafungu 8 ya Wizara ya Fedha pamoja na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2024/25 na makadirio ya mapato ya matumizi na mafungu hayo kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mafungu hayo ni kama yanavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Mheshimiwa Spika, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu 6 kama inavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Mapitio ya utekelezaji wa bajeti na majukumu ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2024/25. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 mafungu 8 ya Wizara ya Fedha yaliidhinishiwa na bunge jumla shilingi trilioni 16.55. Hadi kufikia tarehe 30 Aprili mwaka 2025, jumla shilingi trilioni 13.71 zilipokelewa sawa na 86.5% ya bajeti iliyoidhinishwa. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 10.22 ni kwa ajili ya kugharamia deni la serikali, shilingi bilioni 443.74 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi trilioni 2.59 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Aidha, kwa upande wa fedha za maendeleo, shilingi bilioni 460.88 zilitolewa. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 435.22 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 25.66 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, jedwali namba 1 lililopo kwenye taarifa ya kamati linaonesha mwenendo wa utekelezaji wa bajeti za mafungu yote 8 yaliyo chini ya Wizara ya Fedha hadi kufikia tarehe 30 Aprili mwaka 2025. Uchambuzi wa mafungu 8. Mheshimiwa Spika, kamati ilifanya uchambuzi wa mafungu yote 8 na kubaini masuala yafuatayo. 1. Fungu namba 01 deni la serikali. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 fungu hili liliidhinishiwa shilingi trilioni 12.02 kwa ajili ya kulipa deni la serikali. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 1.74 kwa ajili ya kulipa riba ya deni la nje, shilingi trilioni 3.15 kwa ajili ya kulipa riba ya deni la ndani, shilingi trilioni 4.21 ni kwa ajili ya kulipa deni la ndani lililoiva, shilingi trilioni 2.90 ni kwa ajili ya kulipa deni la nje lililoiva. Aidha, kiasi cha shilingi bilioni 18.33 ni kwa ajili ya kuhudumia deni na shilingi milioni 170 ni kwa ajili ya matangazo ya minada ya kuuza dhamana ya serikali. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Aprili mwaka 2025, fungu hili lilipokea shilingi trilioni 10.22 sawa na 84.99% ya bajeti iliyoidhinishwa. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 2.57 zimetumika kulipa deni la nje, shilingi trilioni 3.53 zimetumika kulipa deni la ndani, shilingi trilioni 2.48 kulipa riba ya deni la ndani na shilingi trilioni 1.63 kulipa riba ya deni la nje. Shilingi bilioni 12.68 zimetumika kuhudumia deni na shilingi milioni 159.25 zimetumika kwa ajili ya matangazo ya minada ya kuuza dhamana za serikali. Kamati inaipongeza serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuwa na mwenendo huo wa ulipaji wa madeni unaashiria kwamba serikali ina uwezo wa kulipa mikopo yake ya ndani na nje kwa wakati. Mheshimiwa Spika, hii ndio serikali inayoongozwa na mchumi namba 1 mwenye uwezo wa kuiendesha serikali.
Fungu namba 006, idara ya mkaguzi mkuu wa ndani wa serikali. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 fungu namba 006 liliidhinishiwa jumla shilingi bilioni 15.14. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1.89 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 12.01 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi milioni 239.61 ni fedha za ndani za maendeleo na shilingi milioni 992.84 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia April mwaka 2025 jumla shilingi bilioni 10.14 zimetolewa sawa na 66.99% ya bajeti iliyoidhinishwa. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1.67 kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 7.24 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 1.23 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, fungu hili linahusika na usimamizi thabiti wa fedha za umma kwa maendeleo jumuishi na endelevu kiuchumi. Kamati inapongeza serikali kwa kutoa fedha za maendeleo kwa 99.99% yenye lengo la kuboresha usimamizi wa fedha za umma. Aidha, idara hii huisaidia kutekeleza mapendekezo ambayo huwa yanatolewa na CAG. Kamati inaipongeza serikali kwa kutambua umuhimu wa ukaguzi wa ndani kwa kuwajengea uwezo wa ukaguzi 1155 katika maeneo ya ukaguzi wa utumiaji wa mifumo katika mwaka wa fedha 2024/25 pamoja na kufanya ununuzi wa tarakishi mpakato 75 ambazo zimesambazwa kwa wakaguzi wa ndani katika taasisi za mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, kamati imebaini kwamba bado kuna changamoto ya uhaba wa vitendea kazi pamoja na watumishi. Hivyo, kamati inaishauri serikali kutoa kipaumbele cha upatikanaji wa fedha kwa upatikanaji wa vitendea kazi kwa fungu hili pamoja na watumishi. Aidha, mifumo ya serikali yote inapokuwa inajengwa iwe ni lazima inahusisha fungu hili ili kurahisisha zoezi la ukaguzi. Fungu namba 10, tume ya pamoja ya fedha. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 tume ya pamoja ya fedha iliidhinishiwa na bunge jumla shilingi bilioni 6.01. Kati ya fedha hizo shilingi milioni 833.16 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 3.58 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 1.59 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Hadi kufikia mwezi Aprili mwaka 2025 fungu hili lilikuwa limepokea jumla shilingi bilioni 4.12 sawa na 68.62% ya bajeti iliyoidhinishwa. Kati ya fedha zilizotolewa shilingi milioni 605.49 ni mishahara, shilingi bilioni 3.02 ni fedha za matumizi mengineyo na shilingi milioni 500 ni fedha za matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, pamoja na mafanikio yaliyopatikana, tume inakabiliwa na changamoto kuu mbili. Moja ni ukosefu wa makamishna wa tume ambao ndio wana jukumu la kusimamia kazi za tume, na pili ni ukosefu wa jengo la ofisi kwa Tanzania bara, hali inayosababisha kutenga zaidi ya shilingi milioni 100 kwa mwaka kwa ajili ya kulipa kodi ya pango. Pamoja na kwamba jengo limepatikana, lakini linahitaji marekebisho makubwa. Hivyo, kamati inashauri serikali kuharakisha mchakato wa kupata makamishna wa tume na kuharakisha utolewaji wa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa ukarabati wa jengo lililopatikana katika mwaka wa fedha 2025/2026. Fungu namba 13, kitengo cha kudhibiti fedha haramu, yani FIU. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 fungu namba 13 liliidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 5.27 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hadi kufikia April mwaka 2025 fungu hili lilipokea jumla shilingi bilioni 3.46 sawa na 65.71%. Mheshimiwa Spika, kamati inaipongeza serikali kwa kuratibu utekelezaji wa mpango kazi wa kikosi kazi cha kimataifa cha kudhibiti utakatishaji wa fedha haramu, yani FATF, ili kuiondoa Tanzania katika orodha ya nchi zilizo katika usimamizi wa karibu wa grey list. Tanzania imeweza kutekeleza vipaumbele vyote 21 vya mpango kazi huo na hivyo kuondolewa kwenye uangalizi. Aidha, kamati inapongeza serikali kwa kuboresha mfumo maalum wa kuratibu takwimu za matukio yanayohusiana na utakatishaji wa fedha haramu, kuanzia miamala shuku, makosa tangulizi, makosa ya utakatishaji, utaifishaji wa vyanzo vinavyotumika kufanya uhalifu na mali zilizopatikana kwa njia haramu. Lengo ni kuboresha utendaji kazi na kupunguza miamala fiche. Hatua hii inaonyesha utayari wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kusikiliza ushauri wa bunge na kutekeleza. Mheshimiwa Spika, huyu ndio rais ambaye Watanzania tunayemhitaji, mwenye kuheshimu muhimili wa bunge na kuweza kuchukua ushauri kwa maslahi mapana ya Watanzania. Fungu namba 21, hazina.
Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 fungu namba 21 liliidhinishiwa jumla shilingi trilioni 2.03. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 661.53 ni kwa ajili ya mishahara ikijumuisha bajeti ya marekebisho ya mishahara kwa watumishi wa umma. Shilingi bilioni 784.43 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 580.14 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Hadi kufikia Aprili mwaka 2025 fungu hili lilipokea jumla shilingi trilioni 1.44 sawa na 71.12. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 363.97 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 665.49 ni fedha za matumizi mengineyo na shilingi bilioni 411.42 ni fedha za maendeleo. Mheshimiwa Spika, kamati inaishauri serikali fungu hili kuharakisha mchakato wa kuhakiki na kulipa madeni ya wazabuni, wakandarasi na watoa huduma ili kuondoa madhira wanayokumbana nayo. Fungu namba 22 huduma za mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 fungu hili liliidhinishiwa kiasi cha shilingi trilioni 2.16. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 15.12 ni kwa ajili ya mishahara ya maafisa wa umma wanaolipwa kwa fungu namba 22 na shilingi trilioni 2.14 ni kwa ajili ya huduma za mfuko mkuu. Hadi kufikia Aprili mwaka 2025 jumla shilingi trilioni 1.78 zimepokelewa sawa na 82.35 ya bajeti. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 9.47 ni mishahara na shilingi trilioni 1.77 ni matumizi mengineyo. Mheshimiwa Spika, pamoja na majukumu mengine fungu hili linahusika na kulipa mafao ya pensheni kwa wastaafu wa serikali wanaolipwa kupitia hazina. Kamati inaipongeza serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuanza mchakato wa kuhuisha viwango vya mafao kwa wastaafu pamoja na kujenga mfumo wa wastaafu wa kujihakiki wenyewe ambao unategemewa kuanza kutumika tarehe 1 Julai mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, mfumo huo utasaidia wastaafu kutosafiri umbali mrefu kwa ajili ya kufuatilia mafao yao. Vile vile, serikali inatengeneza mfumo wa kielektroniki wa malipo ya wastaafu, yani Treasury Pensioners Payment System TPPS, unaotumika kuandaa, kulipa na kutunza nyaraka na taarifa za wastaafu. Aidha, kamati inashauri serikali kuunganisha mfumo huo na mifumo mingine ya MUSE, mfumo wa kutengeneza vyeti vya vifo yani Civil Registration System, pamoja na mifumo ya malipo kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ili kurahisisha utambuzi na ulipaji wa mafao na kuhakikisha wastaafu wanapatiwa huduma kwa haraka na kwa wakati. Fungu namba 23 idara ya mhasibu mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 idara ya mhasibu mkuu wa serikali iliidhinishiwa kiasi cha shilingi bilioni 103.93. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 7.08 ni kwa ajili ya mishahara ya watumishi wa idara, shilingi bilioni 89.55 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 7.29 ni fedha za maendeleo. Hadi kufikia mwezi Aprili mwaka 2025 jumla shilingi bilioni 83.26 zimetolewa kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo sawa na 79.92. Kati ya kiasi hicho shilingi bilioni 5.77 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 71.12 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 6.17 ni kwa ajili ya kugharamia miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kamati inaendelea kuishauri serikali kutoa mafunzo kwa wahasibu waliopo chini ya fungu hili ili kuwajengea uwezo na kuhakikisha wanaendana na mabadiliko ya viwango vya kimataifa na teknolojia. Aidha, ni vyema wahasibu wa serikali wawe na program ya kuwashikiza katika taasisi binafsi zinazofanya vizuri ndani na nje ya nchi ili kuwapatia uzoefu. Uchambuzi wa makadirio ya mapato ya matumizi ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2025/26. Makadirio ya matumizi ya mafungu 8 ya Wizara ya Fedha kwa mwaka wa fedha 2025/26. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 wizara pamoja na mafungu yaliyo chini yake inaomba idhinishiwe jumla shilingi trilioni 20.19 sawa na ongezeko la 22.05 kutoka bajeti ya shilingi trilioni 16.54 mwaka 2024/25. Kati ya kiasi kinachoombwa shilingi trilioni 14.22 ni kwa ajili ya ulipaji wa deni, shilingi trilioni 4.11 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, shilingi trilioni 1.10 kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 757.79 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo kati ya fedha hizo shilingi bilioni 601.70 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 159.09 ni fedha za nje. Jedwali namba 2 lililopo kwenye taarifa ya kamati linaonyesha mchanganuo wa maombi ya fedha kwa Wizara ya Fedha na mafungu yaliyo chini yake kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Uchambuzi wa baadhi ya mafungu. Mheshimiwa Spika,
baada ya uchambuzi wa mafungu yote 8, kamati imebaini na kupendekeza masuala yafuatayo. A. Fungu namba 006, idara ya mkaguzi wa ndani mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, ili kuongeza ufanisi wa ukaguzi wa ndani na kuhakikisha rasilimali za umma zinatumika ipasavyo, kamati inaitaka serikali kuhakikisha kuwa katika mwaka wa fedha 2025/26 idara hii inakamilisha ujenzi wa mifumo mitatu ambayo ipo chini yake, kuhakikisha kuwa mifumo hiyo inasomana yenyewe kwa yenyewe. Mifumo hiyo ni: moja, mfumo unaotumika katika kupanga, kufanya ukaguzi na kutoa taarifa kwa wakati, yani Government Internal Audit Management Information System. 2, mfumo unaotumika kufuatilia utekelezaji wa mapendekezo ya ukaguzi wa ndani CAG, PPRA pamoja na maelekezo ya kamati mbalimbali za bunge, Government Audit Recommendation and Implementation Information Tracking System. Na namba 3, mfumo unaosaidia kutambua, kufanya tathmini ya vihatarishi na kupendekeza mikakati ya kudhibiti athari ya vihatarishi hivyo, yani Government Enterprise Risk Management Information System. Mheshimiwa Spika, vile vile kamati ilitaka serikali kuhakikisha kuwa wajumbe wa kamati ya ukaguzi katika taasisi hawatoki tena kwenye taasisi husika za umma, na badala yake nafasi hizo zipatikane kwa kuomba, ili kuhakikisha kuna kuwa na uwazi na ushindani na uwajibikaji. B. Fungu namba 13, kitengo cha kudhibiti fedha haramu. Mheshimiwa Spika, kazi kubwa ya fungu hili ni kusaidia kulinda nchi dhidi ya utakatishaji wa fedha haramu, ufadhili wa ugaidi na silaha za maangamizi na uhalifu mwingine wa kifedha. Mathalan, katika kipindi cha mwezi Julai mwaka 2024 hadi Februari mwaka 2025, kitengo hiki kilipokea miamala shuku milioni 1.3 yenye thamani ya shilingi trilioni 463. Kamati ilichambua makadirio ya matumizi ya fungu hili kwa mwaka 2025/26 na kubaini kwamba bajeti hiyo haitoshelezi ikilinganishwa na majukumu. Awali bajeti ya fungu hili ilikuwa ni shilingi bilioni 4.16, na hivyo kamati ilielekeza wizara kuongeza kiasi cha shilingi bilioni 1 ili kuanza mchakato wa kuimarisha kitengo. Serikali ilikubaliana na kamati na kuongeza bajeti ya fungu hili kutoka shilingi bilioni 4.16 hadi shilingi bilioni 5.16. Mheshimiwa Spika, hii ndiyo kazi ya kamati yako ya bajeti inayoifanya katika kuishauri serikali. Mheshimiwa Spika, kamati inaitaka serikali kuhakikisha kuwa kitengo hiki kinakuwa mamlaka kamili ili kuongeza mawanda ya kazi na kujitegemea zaidi kama ilivyo kwa nchi nyingine, mfano nchi ya Zambia. Aidha, kamati inaitaka serikali kuhakikisha kuwa kitengo hiki kinakuwa na wafanyakazi wa kudumu na kuwalipa mishahara kupitia fungu hili na kuachana na utaratibu wa kuwazima watumishi kutoka taasisi mbalimbali za umma ambazo mishahara yao hutofautiana wakati wanatekeleza majukumu yanayofanana. Fungu namba 21, hazina. Mheshimiwa Spika, serikali imekuwa ikiwasilisha mapendekezo ya miradi inayotakiwa kutekelezwa kwa mfumo wa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP. Hata hivyo, bado serikali haijafanikiwa kutumia mfumo huo wa utekelezaji wa miradi. Hivyo, kamati inataka serikali kuhakikisha kwamba katika mwaka wa fedha 2025/26 miradi inayotumia mfumo wa PPP inaanza kutekelezwa ili kupunguza mzigo wa mahitaji ya fedha za maendeleo kwa serikali. Mapitio ya utekelezaji wa bajeti ya fungu namba 45 Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2024/25 pamoja na makadirio ya mapato ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, kamati ilikutana na Wizara ya Fedha pamoja na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali yani CAG na kufanya mashauriano kuhusu utekelezaji wa bajeti na makadirio ya mapato ya matumizi ya fungu hili. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi ina jukumu la kufanya ukaguzi wa mapato na matumizi ya serikali kama yalivyoainishwa na Bunge kwa mujibu wa hati ya mgawanyo wa majukumu ya mwaka 2018. Ofisi imepewa majukumu kama yanavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Mwenendo wa utolewaji wa fedha kwa fungu namba 45 kwa mwaka wa fedha 2024/25. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2024/25 iliidhinishiwa jumla shilingi bilioni 113.58. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 20.64 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 80.62 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 11.47 kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha, fungu hili lilipangiwa kukusanya maduhuli yenye jumla shilingi milioni 850.
Hadi mwezi Aprili mwaka 2025, fungu lilipokea jumla shilingi bilioni 99.08 sawa na 87.89% ya bajeti yote. Kamati inampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuhakikisha fungu hili lilipata fedha za kutosha kwa ajili ya kuwezesha ofisi ili kutekeleza majukumu yake ya kikatiba ya udhibiti na ukaguzi. Mchanganuo wa utolewaji wa fedha ni kama inavyoonekana kwenye jedwali namba 3 katika taarifa ya kamati. Masuala ya msingi yaliyobainika katika utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali. Mafanikio ya ofisi ya taifa ya mkaguzi katika mwaka wa fedha 2024/25. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 ofisi imefanikiwa kufanya yafuatayo: 1. Kufanya kaguzi 1485. 2. Kukamilisha ripoti kuu 6. 3. Kukamilisha ujenzi wa majengo ya ofisi katika mikoa ya Songwe na Katavi. 4. Kuwajengea uwezo wajumbe 84 wa kamati ya kudumu za bunge za usimamizi wa fedha, yani LAC, PAC, PIC na Parliamentary Budget Committee. Na 5. Kuanza hatua za awali za ujenzi wa majengo ya ofisi katika mikoa ya Mwanza na Ruvuma. Changamoto ya ofisi ya taifa ya ukaguzi katika mwaka wa fedha 2024/25. Mheshimiwa Spika, kamati imebaini kwamba fungu hili linakabiliwa na uhaba wa rasilimali fedha ili kutekeleza masuala yafuatayo: 1. Kuwajengea uwezo wakaguzi wote kwa mujibu wa viwango vya kimataifa. 2. Kuongezeka kwa mawanda ya ukaguzi ikiwemo ukaguzi wa wakati halisi, yani real time audit, ukaguzi wa kiufundi na ukaguzi wa mabadiliko ya tabia nchi. Na 3. Ununuzi wa vitendea kazi ikiwemo kompyuta mpakato na vifaa vya kuwezesha ukaguzi wa kiufundi. Mheshimiwa Spika, kamati inashauri serikali kuendelea kuongeza fedha kwa fungu namba 45 ili ofisi iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya taifa ya mkaguzi kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 ofisi ya taifa ya ukaguzi imetengewa jumla shilingi bilioni 123.36. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 23.06 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi bilioni 87.37 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 8.83 ni fedha za ndani za maendeleo, na shilingi bilioni 3.78 ni fedha za nje. Aidha, fungu limeidhinishiwa kukusanya maduhuli yenye thamani ya shilingi milioni 843 kwa ajili ya kwenda mfuko mkuu wa serikali. Jedwali namba 4 lililopo kwenye taarifa ya kamati linaonyesha ulinganisho wa bajeti ya NOT kwa mwaka wa fedha 2024/25 na makadirio ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Maoni na mapendekezo ya kamati. Mheshimiwa Spika, baada ya kamati kupitia utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Fedha na Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2024/25 pamoja na makadirio ya mapato ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/26, kamati na maoni na mapendekezo yafuatayo: 1. Kufanya mabadiliko kwenye sheria ya mifumo ya malipo ya taifa sura namba 437 ili mfumo wa malipo kwa njia ya kielektroniki and cashlight uanze kutumika. Mheshimiwa Spika, kwa muda mrefu kamati imekuwa ikishauri serikali kuhusu kupunguza matumizi ya fedha taslimu na kutumia mifumo ya kielektroniki katika kufanya malipo ili kuzuia upotevu wa mapato yatokanayo na kodi. Malipo ya kielektroniki ni miamala inayofanyika kupitia kadi za malipo, simu za mkononi na malipo ya papo kwa papo. Lengo ni kurahisisha miamala, kupunguza utegemezi wa fedha taslimu. Kamati inasisitiza serikali kufanya mabadiliko katika kifungu cha 8 cha sheria ya mifumo ya malipo ya taifa sura namba 437 pamoja na sheria ya usimamizi wa kodi sura namba 438 ili kuanzisha sharti la lazima la kufanya malipo kwa njia ya kielektroniki wakati wa kufanya manunuzi ya huduma na bidhaa. 2. Serikali kupitia upya muundo wa idara ya mkaguzi mkuu wa ndani wa serikali pamoja na sheria ya ukaguzi wa ndani ya umma. Mheshimiwa Spika, idara ya mkaguzi wa ndani ya serikali ipo chini ya Wizara ya Fedha, ambapo mkaguzi mkuu wa ndani wa serikali anawajibika kiutendaji na kiutawala kwa katibu mkuu Wizara ya Fedha. Aidha, mkaguzi wa ndani katika taasisi za umma anawajibika kiutawala na kiutendaji kwa mkuu wa taasisi husika. Hata hivyo, muundo huu unaonekana kuwa na changamoto kutokana na sheria kutompa mamlaka mkaguzi mkuu wa ndani wa serikali kuwajibisha wakaguzi wa ndani pindi wanapobainika kutenda makosa. Aidha, muundo huu haumpi mkaguzi wa ndani uhuru katika kutekeleza majukumu yake ipasavyo kwa kuripoti kwa katibu mkuu Wizara ya Fedha ambaye kimsingi ni mkaguliwa. Muundo huu umekuwa ukisababisha hoja za mkaguzi mkuu wa ndani kutofanyiwa kazi na wakati baadaye kujitokeza katika taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali.
Mheshimiwa Spika, kamati inaitaka serikali kufanya mabadiliko ya muundo wa idara ya mkaguzi mkuu wa ndani wa serikali pamoja na sheria ya ukaguzi wa ndani wa umma ili mkaguzi mkuu wa ndani wa serikali awe anawajibika kiutawala kwa mlipaji mkuu wa serikali na kiutendaji kwa katibu mkuu kiongozi kupitia kamati ya ukaguzi wa kitaifa, yani the National Audit Committee. Vile vile, kamati inaitaka serikali iweke wazi uwajibikaji wa uhuru na wa mkaguzi wa ndani wa taasisi za umma kwa kumtaka mkaguzi wa ndani kuwajibika kiutawala kwa maafisa masuhuri na kiutendaji kwa mkaguzi mkuu wa ndani wa serikali. 3. Kuwezesha kimitaji Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB na Benki ya Uwekezaji TIB. Mheshimiwa Spika, jukumu la benki ya TADB ni kuwa chachu ya utoaji wa mikopo ya muda mfupi, wakati na mrefu kwa ajili ya kufanikisha maendeleo jumuishi ya sekta ya kilimo nchini na kuchangia katika dira ya taifa ya maendeleo katika kuhakikisha utoshelevu na usalama wa chakula, maendeleo ya uchumi na kupunguza umaskini. Kwa sasa benki hii ina mtaji wa jumla shilingi bilioni 924. Hata hivyo, benki hii haipokei amana kama ilivyo kwa benki za biashara. Ili kutimiza kikamilifu dhamira ya TADB na kukidhi mahitaji ya ongezeko ya fedha kwa ajili ya kilimo, benki hii inahitaji jumla shilingi trilioni 2.95 mpaka kufikia mwaka 2035. Hivyo kufanya nakisi ya shilingi trilioni 2.026. Mheshimiwa Spika, benki ya TIB ina jukumu la kutoa huduma ya fedha kwa miradi ya maendeleo kwa gharama nafuu ili kujenga taifa lenye uchumi shirikishi, mseto, mahiri na wenye ushindani. Hata hivyo, mwenendo wa ufanisi wa benki hiyo sio wa kuridhisha, kwa sababu katika kipindi cha miaka mitatu mapato ya benki yamekuwa yakishuka kutoka shilingi bilioni 62.7 mwaka 2022 hadi shilingi bilioni 35.6 mwaka 2024. Kufuatia kushuka kwa kasi ya utoaji wa mikopo kunatokana na kiwango hafifu cha mtaji. Hadi kufikia tarehe 31 Disemba mwaka 2024, mtaji wa benki kwa mujibu wa kanuni za taasisi za fedha, yani core capital, ilikuwa ni shilingi bilioni 90.226, kiwango ambacho ni kidogo ikilinganisha na kiwango cha shilingi bilioni 200 kinachotakiwa kwa mujibu wa kanuni za taasisi za fedha za maendeleo zilizotolewa na Benki Kuu ya Tanzania mwaka 2021. Kiwango hicho ni kidogo cha mtaji kinazuia ukuaji wa mizania ya benki, kwa sababu benki haina uwezo wa kukopa na kutumia mtaji wake kama nyenzo ili kuweza kukopesha miradi mikubwa ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kufuatia mikakati ya serikali ya kukuza uwekezaji katika sekta ya kilimo na kuongeza viwanda nchini, kamati inataka serikali kuhakikisha inatoa mitaji katika benki hizo ili kuongeza ufanisi na kuwezesha benki hizo kuwa shindani. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, naomba kuhitimisha kwa kushukuru wewe Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson Mbunge, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, pamoja na Mheshimiwa Musa Azan Zungu Mbunge, Naibu Spika, kwa kuendelea kuliongoza vyema Bunge. Na washukuru pia Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Mbunge, Waziri wa Fedha, na Mheshimiwa Hamad Hassan Chande, Mbunge, Naibu Waziri wa Fedha, kwa ushirikiano wao wakati wa kuchambua utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2024/2025 na makadirio ya mapato ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Aidha, napenda kumshukuru Dr. Natu Elmamri Mwamba, Katibu Mkuu Wizara ya Fedha na Mlipaji Mkuu wa Serikali, manaibu katibu wakuu wa taasisi na idara zote zilizo chini ya Wizara ya Fedha, pamoja na wataalamu wote wa Wizara ya Fedha kwa ushirikiano wao katika kujadili, kuchambua na kupitisha makadirio ya mapato ya matumizi ya wizara. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee napenda kumshukuru ndugu Charles Kichele, mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, kwa ushirikiano wake kwa kamati wakati wa kujadili utekelezaji wa majukumu ya ofisi yake kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na makadirio ya mapato ya matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, naomba kuwapongeza wajumbe wa kamati kwa umahiri, umakini na ushirikiano wao walionipatia wakati wote wa kupitia na kuchambua bajeti ya wizara hii na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii. Naomba kuwatambua wajumbe kama majina yao yanavyoonekana kwenye taarifa ya kamati. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee naomba nimshukuru mwenyekiti wangu, baba yangu, mlezi wangu, Mheshimiwa Oran Manase Njeza, kwa ulezi wake, kwa umakini wake na jinsi anavyoweza kuiongoza kamati ya bajeti. Ni imani yangu wananchi wa Mbeya vijijini wanakwenda kumrudisha baba huyu ili aweze kulitumikia taifa hili. Mheshimiwa Spika,
kipekee zaidi naomba niwashukuru wapiga kura wangu wa jimbo la Kibiti kwa heshima kubwa waliokuwa wamenipa katika kipindi cha miaka mitano. Nataka niwahakikishie nguvu ninayo, uwezo ninayo na utashi ninao wa kuweza kuendelea kuwatumikia. Ni imani yangu wataendelea kunipa ridhaa katika kipindi kijacho ili mwezi wa 11 nije kuwapa hapa kuwa mbunge tena kwa awamu ya pili wa jimbo la Kibiti. Mheshimiwa Spika, mwisho siku wa muhimu namshukuru ndugu Baraka Leonard, katibu wa bunge, kwa niaba ya watumishi wote kwa kuwezesha kamati kutekeleza majukumu yake kikamilifu pamoja na kutoa ushauri wa kitaalamu uliowezesha kufanikisha shughuli za kamati. Mheshimiwa Spika, baada ya maelezo haya naliomba bunge lako tukufu sasa lijadili na kuidhinisha makadirio ya mapato ya matumizi ya mafungu 8 ya Wizara ya Fedha pamoja na fungu 45 la Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2025/26 kama yalivyowasilishwa na Waziri wa Fedha, yenye jumla shilingi trilioni 20.31. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 1.12 ni kwa ajili ya mishahara, shilingi trilioni 18.41 kwa ajili ya matumizi mengineyo na shilingi bilioni 610.53 kwa ajili ya fedha za ndani na za maendeleo na shilingi bilioni 159.36 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima na unyenyekevu wa hali ya juu sana uliopitiliza, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Wa kamati yetu ya kudumu ya budget, tunakushukuru sana kwa usomaji wa kipekee kabisa ambao kwa kweli leo umeleta jambo la tofauti.